sababu kubwa ya kumshukuru Baba. Unajua, kama unachokifanya ungejua kina thamani gani mbele za Mungu, ungekifanya kwa ushindi zaidi. Ibada ndio Ukristo. Ukristo sio maneno, sio habari, ila ibada. Kwa nikupongeze wewe ambaye umechukua hatua tena kuja nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya ibada asubuhi, kwa maana Mungu amekusudia mema juu ya maisha yetu. Haleluya. Siku zetu za kuishi sio nyingi. Nilipokuwa natafakari jana juu ya yule mama tunamsindikiza, nikagundua kwamba maandiko pale chini yanasema kwamba hata kama zitakuwa siku ngapi, miaka 70 ikifika, hiyo gari tayari imeshaanza kutafuta spare mpya. Haleluya. Imekaa kwa miaka mingi na imekuwa kwa miaka mingi. Kwa Mungu anapotoa neema, ina maana kwamba Mungu ana makusudi na watu wake. Na Mungu anapokupa nafasi ya kuishi, kitu kikubwa sana, kila mwenye pumzi anafanya nini? Amsifu Bwana. Kwa unapokuwa umechukua hatua ya kupokea pumzi kuja kumwabudu Bwana, ni jambo la busara sana. Haleluya. Kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana, ninaomba pamoja tufungue Zaburi ya 113. Zaburi ya 113. Zaburi ya 113. Haleluya. Enyi watumishi wa Mungu, sifuni. Lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Toka mawio ya jua hata macho yake, jina la Bwana husifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu, aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Umwinua mnyonge kutoka mavumbini, na kumpandisha maskini kutoka jahani. Amketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Uweka nyumbani mwa mwanamke aliyetasa, awe mama wa watoto wenye furaha. Haleluya. Huyo ndio Mungu tunayemwamini. Vitu vikubwa 4 ambavyo tunaviona asubuhi nyingine ya leo. Moja, unapokuwa katika maisha aina yote, silaha kubwa kama Mkristo ni kumsifu Bwana. Na ndio maana imeanza na haleluya, msifuni Bwana. Sasa baadaye zinakuja ahadi ziko 6. Kwa unapoamua kuchukua hatua ya kumsifu Bwana, Mungu ameahidi mambo yafuatayo yanaweza kutokea. Moja, unamwinua mbinguni. Ule mstari wa 6 unatoa tafakari kubwa sana. Atazamaye, anajinyenyekeza. Ni kunyenyekea maana kwamba anaangalia mambo madogo. Wewe ni mtu mdogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu unamsifu, anasema nakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu alipotufundisha kuhusu kusali, akasema semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako. Kwa kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Sasa anasema Mungu anapotazama sasa, ina maana unaweza kusikia maombi yako. Anaendelea chini, anasema la kwanza, kwa sababu umemwinua kwa sababu ya sifa. La kwanza anasema kwamba Mungu atakuinua kutoka mavumbini. Hakuna mtu ambaye apendi kuinuliwa kutoka mavumbini. Mavumbi maana yake nini? Ni maeneo ambayo unapitia wakati mgumu. Ni maeneo ambayo kuna shida huwezi kuelezea. Lakini kila ukiangalia mbele yako unaona ukuta mkubwa huwezi kupanda, kama Waisraeli walipokutana na bahari ya Shamu. Lakini la pili, anasema kwamba na kumpandisha masikini kutoka jahani. Kumpandisha masikini maana yake nini? Anakupa neema ya kipato, anakupa neema ya mahitaji. Sasa tunatakiwa tuwe makini. Nilikuwa nasoma article moja jana, wanasema Waafrika wengi wakienda Ulaya hawaombi tena. Kwa sababu ukienda Ulaya, kwa wale ambao wamefika, kila kitu kipo. Unapewa hela hata kama ufanyi kazi. Kuna posho mwisho wa mwezi.
kuna chakula kipo, ajira zipo, ukifanya kazi kidogo na hela nyingi, mazingira ya nyumba yako mazuri, umeme upo wa kutosha, usafiri uko mabasi mazuri, hakuna magonjwa malaria ambayo katika Tanzania. Kwa mtu akifika kule, alikuwa yeye maisha yake yote kuomba kwake ni kuomba kwa ajili ya chakula kwa ajili ya nyumba, kwa ajili ya gari. Sasa vile havina maana, kwa sababu hata ukiona gari Ulaya unaenda nalo wapi? Unaongeza umaskini, kwa sababu kupanda kutumia gari yako ni gharama kubwa kuliko kuzunguka kutumia magari ya public. Kwa wanasema asilimia nyingi wanaachana na Mungu. Lakini mimi natamani ujenge tabia ya msuri ya kumwabudu Mungu katika mazingira yote. Mwisho, la tatu, anasema huyu Mungu kwa sababu ya kumsifu tu anakuketisha pamoja na wakuu. Wale ambao wanajua Mungu akiamua kuketisha pamoja na wakuu watakutafuta wao. Kuna kitu ndani yako ambacho kilikuwa ndani ya Yusufu ambacho watu wakikiona watakibeba. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kawaida, ni mtu wa kawaida kama wengine, lakini unapata access. Yaani ndio maana Biblia inasema hapa. Lakini zote hizo vitu vitano hivi vyote vinatokana na sababu moja tu ambayo inaitwa nini? Kumsifu na kumwabudu nani? Bwana. Naomba nikwambie, hii unasema wastahili kuabudiwa, wastahili sifa, ikitoka moyoni. Tatizo, watu wengi inaimbwa kutoka midomoni. Ndio maana wanatakiwa makini sana na miziki ambayo inaendelea kwa sasa hivi katika makanisa, kwa sababu wengi inatoka kwa nje, kwa imekuwa ni burudani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani burudani ya mziki na kumwabudu Bwana kweli katika roho na kweli. Ndio maana kitu cha aibu sana, watu badala ya kuwa sehemu ya uimbaji kwa Bwana wanakuwa ni watazamaji. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo linakotupeleka sio kuzuri. Amua kutoka ndani ya moyo. Naomba nikwambie, maombi sio muda unaomba. Ndio maana mtu akasema mimi nilikuwa naomba masaa 18. Tapeli huyo. Sio kwa sababu ya masaa 18 ya kuomba ndio maana Mungu amekujibu, ila uliomba kutoka wapi? Moyo wako wote. Kwa hakikisha unapopata nafasi ya kumwomba, kumwabudu Mungu, nafasi ya kumtukuza Mungu, omba kutoka wapi? Miaka ya zamani tulikuwa nasema kuwa mtu wa rohoni, siwe mtu wa mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya inaimba mbele, hakikisha uburudishi roho, uburudishi macho. Unaenda kuifanya roho yako i-connect na nguvu au roho iliyoko nyuma ya nini? Ya ule wimbo. Ndio maana kama huduma tumejilinda, nyimbo za tenzi lazima ziwepo katika ibada zetu zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya connection ya roho iliyokuwa naimba hizo nyimbo. Kuna nguvu katika roho nyuma ya wimbo ambao unaenda kumtukuza Mungu. Jambo la mwisho anasema hivi, hata kama utakuwa ulikuwa tasa, rabo zekori and rabashe, Mungu atakuletea watoto wengi. Katika kitabu hiki hakuna mwanamke ambaye alikuwa tasa akamwomba Mungu na alikufa tasa. Hayupo. Ila kuna mwingine anaamua kuwa tasa kwa sababu ameamua. Ni kama mtu anapoamua kuwa towashi. Ni uamuzi, ni jambo sio baya. Paulo aliamua kuwa towashi. Lakini kama kweli ana mahitaji ya mtoto, kwa sababu Mungu hawezi kukupa kile ambacho hujakiomba, pamoja na kwamba ametoa vingine bure kwa sababu ya neema yake na utajiri wake kama Mungu. Kama ambavyo tunapata hewa bure, tunapata mambo mengine bure, lakini mambo ambayo ni ya msingi ni choice. Kwa anasema hata kama utakuwa watoto hawapo, Mungu ataleta watoto. Manake nini? Chochote ambacho akizai, chochote ambacho akifanyi kazi, Mungu atakiletea. Naomba nikwambie, funguo kubwa ni nini? Kusifu na kuabudu. Maana Mungu anachungulia duniani. Kwa sababu ya uelewa huo, tutaimba wimbo mmoja pamoja. Imba kutoka moyoni, alafu nenda mbele za Bwana, mwambie ninakushukuru kwa sababu unanipenda, ninakushukuru kwa sababu unanijali, ninakushukuru umenipa asubuhi nyingine ya leo. Na kuabudu ni wewe Bwana, na kuabudu maana ni wewe Bwana, na kuabudu maana ni wewe Bwana, nikuitapo Bwana na kuabudu, na kuabudu maana ni wewe Bwana,
kuabudu, maana ni wewe Bwana, na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Nikuitapo Bwana unashuka. Kule mbinguni, kule mbinguni, Yesu ni wewe Bwana. Na duniani, na duniani, Yesu ni wewe Bwana. Hata kuzimu, hata kuzimu, Yesu ni wewe Bwana. Oh, nikuitapo, nikuitapo Bwana, oh, na kuabudu Bwana, na kuabudu, maana ni wewe Bwana, na kuabudu, maana ni wewe Bwana, na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Nikuitapo, inua sauti yako, mwabudu Bwana. Baba, tunakushukuru tena asubuhi nyingine ya leo. Wewe ni Bwana muumbaji wa mbingu na nchi. Ingawa uko mbinguni juu, lakini unaangalia walio wanyonge chini ya mbingu. Unastahili kuabudiwa, unastahili sifa. Asante kwa wema wako Bwana, kwa ajili ya usiku wote uliopita. Asante kwa kibali ambacho umetupa Baba kuiona tena siku nyingine ya leo ambayo ina baraka ya tofauti ya utukufu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu Bwana ni wewe ambao unamuinua mnyonge kutoka chini na kumketisha pamoja na wakuu. Ni wewe ambao unamtoa maskini jalalani na kumpeleka katika mahali palipoinuliwa. Hakuna mwingine anaweza kufanya hivyo. Baba, tunakutukuza, tunakuabudu. Matendo yako yanatisha kama nini. Wewe ambao hujawahi kushindwa. Rabo ze korianda rabashe, rega ba karianda rabosa, rika ba karende reboje karia, rama ze korianda rabashe korianda rabosa, rika ba karende reboza, rago ba karianda rabosa ko, rege ma karianda rabosha. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza wewe peke yako. Na tunapoianza siku ya leo tena Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako. Neema yako Yesu Kristo mwana wa Mungu ikawe pamoja nasi. Baba, nena katikati yetu. Tufunulie makuu yatokanayo na sheria yako. Tupe kibali Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuimbe pamoja wimbo namba 41, alafu tutaketi kusikiliza neno la Mungu. Wimbo namba 41. Yesu aliniita njoo. Yesu aliniita njoo, liko kwangu, kichwa chako ukilaze kifuani mwangu. Nilikwenda kwa mala sana choka, nikapata kwake raha na furaha tena. Yesu aliniita njoo kwangu, kuna maji ya uzima bure, unywe uwe hai. Ili kwenda kwake mara na maji nikanywa, naishi kwake na kiu kamwe sina tena.
tazama nuru takung'arishia. Nilikwenda kwake mara yeye jua langu, nikila wakati mwanga safarini mwangu. Haleluya, amen. Naomba tuketi. Basi asubuhi ya leo kwa neema na uongozi wa Roho wa Kristo, ninatamani tuende katika somo letu lingine kwa ajili ya kumaliza maombi ya siku 10. Siku ya kwanza tulianza na tumekuwa katika maombi ambayo yanaongozwa na somo linaitwa kibali. Mungu huwapa kibali watu wake. Kinachokutofautisha wewe ambao umemjua Mungu au umeokoka na mtu mwingine ni kibali cha Bwana. Ngoja nikwambie, unaweza kupewa kibali na wanadamu, lakini wanadamu wana fitina. Kwa wanaweza kwenda na wewe kwa kibali, lakini naomba nikwambie, mwanadamu ana tabia ya fitina. Kwa lazima yule aliyekupa kibali wengine watampinga. Labda nikupe mfano. Danieli alipata kibali kikubwa sana kwa mfalme Ahasuerus. Akapata kibali kikubwa kwa mfalme Nebukadreza. Akapata kibali kikubwa kwa wafalme mbalimbali katika nchi aliyokuwa anaishi, nchi ambayo ilikuwa ya utumwa. Siku moja mfalme akataka kumpandisha cheo kuwa mkuu wa marais wengine, makamu wa rais au mkuu wa wakuu wengine. Maana yake ni kama anakuwa waziri mkuu. Na siku ametoa hiyo taarifa kwamba anaenda kumpandisha cheo Danieli kuwa mkuu, kwa sababu alipata kibali kwa mfalme. Wale wengine waliposikia wakamtengenezea zengo. Waswahili wanasema Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi unapoona kuna zengo limetengenezwa, ujue whether una taarifa au una taarifa, kulikuwa na nafasi ya kwenda juu. Kwa Danieli akachukuliwa, akaonekana kama anashindwa kutii miungu wa mahali pale, wakamtafutia sababu ya kumnasa. Walipomtafuta kwenye rushwa hawakumpata. Walipomtafuta kwenye uzinzi hawakumpata. Walipomtafuta kwenye biashara hawakumpata. Wakampata kwenye sehemu moja katika kumwabudu Mungu wake. Wakajua Daniel lazima aje asubuhi saa 12 kuja kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakatoa amri saa 12 ambayo Daniel anakuja kumwabudu Bwana, itakuwa tunaabudu masanamu. Sasa hapo utakuwa umeshamvuruga mtu wa Mungu. Kwa wakaamua kumfanyia fitina. Na kweli wakafanikiwa, kwa sababu ushahidi ulikuwa uhitaji mtu mwingine kutoa ule ushahidi. Akafungwa, na sio kufungwa tu, akapelekwa akaliwe na simba. Lakini kuna kitu cha pili katika sifa ya kibali. Kibali cha pili ni kibali kwa Mungu. Danieli alipata kibali kwa Mungu mbele ya wale simba walitakiwa kumtafuna. Na kwa hiyo simba wakafungwa midomo. Malaika alitumwa akawafunga simba midomo. Alipoenda mfalme asubuhi ambaye alikuwa amempa kibali, wale wengine walikuwa wamtaki hata kumsikia Danieli. Wakasema jamaa tuletea nini hapa? Na wakataka kummaliza. Lakini walipoenda kumwangalia wakakuta Danieli, yule mfalme akakuta Danieli, akamuita Danieli, mtumishi wa Mungu, Mungu wako amekuokoa. Akasema ndio, mfalme, uishi milele. Akatoka. Nataka nikwambie, tunapomaliza somo la kibali, ni lazima ujifunze kupata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu, ili kwamba wale wanadamu ambao hawana kibali na wewe watakuwa maadui wa Mungu, na Mungu atapigana nao, kwa sababu kibali ambacho Mungu anakitoa akiwezi kufananishwa na kibali cha wanadamu. Sasa kibali kwa wanadamu unapataje? Naomba uelewe. Bwana Yesu alituambia, ndio maana kitabu cha Luka 2:52 anasema Yesu akazidi kukua kwa hekima na kimo, hekima na kimo, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Aliwezaje kuwa na hekima ya kumpendeza Mungu, hapo hapo akawa na hekima ya kupendeza wanadamu? Anatufundisha Bwana Yesu, akasema nawatuma kama nini? Kondoo katikati ya mbwa mwitu. Mkawe wajanja kama nyoka,
lakini wapole kama ua. Kwa kuwa makini na jinsi unavyoishi na wanadamu. Maneno yako yawe machache baada ya kuwa umeokoka. Stori zako ziwe chache. Nilikuwa naongea na mtu mmoja jana, nikamwambia ukishaokoka lazima ujifunze maisha ya kuwa jangwani. Kuwa jangwani maana yake nini? Unajua Bwana Yesu pale alitufundisha kama watu kwa lugha ya kawaida ambayo tunaweza kusema kuwa mtu wa usalama wa taifa. Anaweza kuwa katikati yetu hapa katika mkutano, akajifanya hata kama ni mlinzi, akajifanya hata kama ni mfanyakazi, anachukua taarifa bila kujua. Anajua anapeleka Ikulu. Kwa ndio Bwana Yesu alitufundisha ukimwona nyoka kwa akili zako. Inawezekana tumetoka nyumbani tumekuja kwenye kanisa, tumekutana na nyoka njiani, lakini nyoka hana tabia ya kushambulia. Nyoka atakaa pembeni, atakusubiri upite, na kama hujamgusa mtapishana naye, hakuna tatizo. Lakini nyoka anabaki kuwa nyoka mwenye sumu, baada ya dakika 5 anaweza kukumaliza akakuua. Na ndio maana watu waliokoka wengi, waliojitia kielele katika mambo mengi, wamekatwa vichwa. Ndio maana leo tuna mtu mkubwa katika nchi yetu aliokoka katika mkutano wa Mwakasege, lakini utamsikia akiongea ni mjanja kama nyoka, lakini mpole kama ua. Kwa lazima ujifunze hicho kitu, na ndivyo utakavyoweza kupata kibali kwa nani? Kwa wanadamu. Lazima katika maisha haya, pamoja na kibali cha Mungu, lazima umwombe Mungu akupe hekima ya jinsi ya kuishi na watu kwa akili. Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Natamani neema ya Mungu ikawe juu yako kusaidia ili uweze kuwa na hekima ya kujua namna ya kuishi maisha haya. Maisha haya sio marefu sana, miaka yetu sio mingi, lakini ukiishi kwa hekima, Mungu anasema utakaa katika utulivu. Sijasema usimshuhudie Yesu, lakini kuwa na hekima. Paulo alifika mahali kwenye mji wa Listra, akasema jamani, mimi ni Myahudi, na sehemu nyingine akasema mimi ni Msadukayo, sehemu nyingine akasema mimi ni Farisayo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na hekima. Kuna namna ya kuweza kuishi na wanadamu ambao tunaishi nao, vinginevyo watakumaliza, watakupopoa macho. Na ndio maisha ambayo tunayo dunia hii. Kwa muombe Mungu akupe kibali. Kibali sio tu kwake, Baba nipe kibali. Unaweza kupata kibali kwa Mungu, kosa kibali kwa wanadamu. Juzi nilikuwa na mchungaji mmoja, ana kanisa ameanzisha miaka 15 iliyopita, mpaka leo ana washirika 14. Kwa nini? Amekosa kibali kwa wanadamu. Amepata kibali cha wito, amepata kibali mbalimbali, lakini amekosa kibali kwa wanadamu. Na alichokosa ni hekima. Naomba nikwambie ukweli, unachotakiwa ni kuomba hekima ya namna ya kuishi katika mazingira yako, hekima ya namna ya kumjibu kila mtu anayekuuliza maswali, hekima ya namna ya kuenenda katika namna ambayo. Ndio maana bora ukae kimya, unatabasamu kuliko kuongea, kwa sababu kwa watu wa dunia kila neno wanalosema linachukuliwa, na wenyewe wanatafuta fitina. Sasa wanatakiwa Mungu akusaidie. Lakini nimekwambia usije ukabadilika ukataka kuwapendeza wanadamu. Kuna sehemu tumeenda, mtu mmoja wa Mungu akasema sitaji jina la Yesu mimi katika kuomba, kwa sababu nitawakwaza wanadamu. Ukienda hivyo, mpendwa katika Bwana, umepotea. Utapata kibali kwa wanadamu, lakini utakosa kibali kwa nani? Watakapoinuka watu wenye fitina kinyume chako, watakumaliza. Kwa lazima ubalance. Kwa tunahitaji kwenda kwa hekima. Ndio nasema moyo wapole kama ua, lakini wajanja kama watu wanaona kama mafala fulani. Yesu asifiwe. Lakini mko watu ambao mnajielewa, mnajijua, mnakwenda mbele na Yesu Kristo. Ndio maana usipende kujibu kwa kung'aka. Jifunze kubeba vitu ndani ya moyo wako, alafu tumia hekima namna ya kujibu, kama Bwana Yesu alivyoweza kuwajibu watu mbalimbali. Haleluya. Tunapomaliza leo, tunaangalia kitu ambacho tunakiita ni hekima ya tofauti sana, au msingi wetu mkubwa unajificha nyuma ya pazia pana, ambalo tunaangalia ni hekima ambayo inakupa vitu vitatu, au kibali ambacho kinakupa vitu vitatu kwa wakati mmoja. Cha kwanza, kibali hiki kinakukuza. Kwa kibali kipo cha kawaida ambacho tumekuwa nacho katika siku ya kwanza mpaka siku ya 9. Lakini leo tunakwenda mbali zaidi, tunaenda kukua kibali na kupakia vazi, maana ni vazi la kibali. Sasa leo unapata mavazi matatu baada ya kumaliza siku 10. Na tutasoma kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari wa 10. Maandiko yanasema, Isaya 61 mstari wa 10. Sikiza kwa makini.
unapomaliza somo la kibali, anasema nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu. Kwa vazi ambalo unavikwa leo pamoja na kibali ni vazi la nini? Wokovu. La pili anasema amenifunika vazi la haki katika Kristo Yesu. Mpendwa katika Bwana, wewe ni mtakatifu. Ndio maana katika Biblia hii kanisa la kwanza waliitwa watakatifu, kwa sababu Mungu amekuvika vazi la wokovu na la haki. Haki maana yake nini? Tunahesabiwa haki bure katika Kristo Yesu, sio kwa matendo ya sheria, bali kwa neema ambayo tunaipokea. Inatupa ujasiri wa kusogea kiti cha Mungu na kuomba neema na rehema kwa ajili ya mahitaji tulionayo. Mtu mmoja akaniambia, unajua unawezaje kwenda mbinguni bila kuwa na haki fulani na fulani na fulani? Nikamwambia, nikisoma Biblia yangu anasema wote waliompokea. Tendo lako ni kumpokea. Haya mengine ni mapambano ambayo utaendelea nao mpaka mwisho Yesu anakuja, na utashinda vita vingi. Lakini anasema namna hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae, yoyote amwaminie. Kazi yako ni kuamini, na pale unapokea haki kwa neema ya Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo, lakini pia mtumishi wa Mungu Yohana akasema kwa watakatifu walioko, na Mungu anasema napendezwa na watakatifu walioko. Neno la Ukristo limekuja katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na watu ndio wakaita watu fulani kuwa Wakristo. Lakini wewe ni mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ya Yesu Kristo na sadaka aliyotoa pale msalabani. Gharama ya damu ya mwana wa Mungu imetuweka huru, imetupa kibali. Kwa umevishwa vazi la wokovu, ila unahitaji hekima. Unajua unaweza kuvaa vazi la kifalme alafu ukawa unatembea nalo na buruza. Linahitaji kibali. Kibali kwa Mungu na kibali. Sikiza kwa makini napomalizia. Anasema kama bwana harusi, naomba nirudie tena, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki. Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, rabo zekorianda rabashe, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa kilemba cha dhahabu. Wewe, haleluya, umepambwa na kuvika vazi la moja, wokovu; mbili, haki; tatu, kibali. Ndani ya Kristo Yesu una kibali tayari cha Mungu, una neema tayari ambayo haiwezi kulinganishwa na mwanadamu yote duniani, ila unatakiwa kujifunza. Ndio maana nilikwambia jana, kama kuna jambo unatakiwa ujifunze, mjue sana Mungu. Jana nilikuwa naongea na mchungaji ambaye anasoma Biblia, akaniambia kuna vitu naanza kuvielewa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mjue sana huyo Mungu uliye naye, na ndipo utakapoendelea kuwa na kibali. Moja, utaendelea kuwa na hekima kwa wanadamu, kwa sababu tayari umeshapewa. Ndio maana mtu akasema who are you? Akasema mimi ni mtoto wa Mungu, mimi ni mwana wa mfalme, mimi ni binti mfalme, mimi ni kijana wa mfalme, mimi ni mtoto wa Mungu, ni kuhani mtakatifu. Sasa leo nakuongezea, wewe umevikwa mavazi ya wokovu, wewe umevikwa mavazi ya haki, wewe umevikwa mavazi ya kibali. Ila wakati mwingine mafundisho unayofundishwa na kupata kwenye kibali, lakini ukitambua hilo katika basics, naomba nikwambie Mungu ni mwaminifu juu ya maisha yako. Kwa asubuhi leo tutaenda kuomba kwa ajili ya mavazi makubwa matatu ambayo yanafunga maombi yetu haya. Tutaanza maombi mengine tena leo jioni ya siku 10, na nitakwambia ni sehemu gani baada ya Roho Mtakatifu kuyathibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Sema, Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo, aina yoyote ya mavazi machafu ambayo bado yako katika maisha yangu, ninayavua katika ulimwengu wa roho, out katika jina la Yesu. Ninaomba kama vile ilivyotokea kwa mtumishi wako Yoshua alipoonekana na mavazi machafu yanaonuka. Leo Bwana, nipitishe kwenye lensi yako ya kiroho. Bwana, kama kuna uchafu wowote ndani yangu, kama kuna mavazi yote machafu katika maisha yangu, leo kwa jina la Yesu ninayavua na kuyatupa. Yesu, nisaidie katika jina la Yesu.
Omba Mungu. Unajua wengine na mavazi machafu ya maneno, mavazi machafu ya magonjwa, mavazi machafu ya tabia mbaya, mavazi machafu ya kutofunga mdomo. Ongea na Mungu wako, mwambie Baba, ninaomba nichunguze ndani yangu, kama kuna mavazi yoyote machafu leo, out katika jina la Yesu. Damu ya Yesu tembea katika maisha yangu. Riba zekorienda raba. Baba, kwa ajili ya kanisa mahali hapa tunaomba neema. Kama kuna uchafu wowote, kama kuna mavazi yoyote machafu katikati ya washirika, katikati ya huduma, tunavua leo katika jina la Yesu. Tunayaangusha leo katika jina la Yesu. Mavazi yoyote machafu, out, kufa leo katika jina la Yesu. Ninakataa uchafu wa dhambi, ninakataa uchafu wa tabia, ninakataa uchafu wa kutokuwa na hekima katika jina la Yesu. Na vaa vazi safi, vazi la bibi harusi, vazi la bwana harusi, na kilemba chake juu yangu katika jina la Yesu. Ninavaa vazi la haki. Rabo zekorianda raba. Mimi ni mtakatifu wa Bwana. Riba zekonde reba. Ragoba karianda raboshe. Remezo garianda rabosha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwambie Baba, ninavua vazi la magonjwa, out. Navaa vazi la utukufu, vazi la baraka katika jina la Yesu. Amen. Biblia katika kitabu cha Isaya 54:17 anasema kila silaha itakayoinuka juu yako Mungu ataisambaratisha, lakini anasema kila ulimi utakayoinuka juu yako kwa ajili ya hukumu Mungu ataufuta. Sahi Baba, katika jina la Yesu naomba nipate vazi la haki. Kila shtaka chochote mbele yangu na kifuta katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Wale walioinuka kinyume na maisha yangu kwa sababu ya vazi la haki, kwa sababu ya vazi la kibali kwako na kwa wanadamu, ninaomba Bwana ingilie, kama walivyomfanyia Daniel pale walipotaka kumtia kwenye tundu la simba. Naomba wale wanaonifanyia Bwana ukakutane nao katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo kwa neema na ushindi wako ninavaa vazi la haki kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba aina yoyote ya mashtaka ya shetani, ya mamlaka za giza au nguvu yoyote leo katika ulimwengu wa roho, ninafuta mashtaka, ninaharibu hati ya mashtaka katika jina la Yesu. Damu ya Yesu nena mema, gongomalia msalabani yale mashtaka katika jina la Yesu. Ninavua vazi la shtaka, wale wanaoshtaki changanyikiwa leo katika jina la Yesu. Taarifa yoyote inayopelekwa kuzimu kinyume na maisha yangu, futika kwa damu ya Yesu, futika kwa damu ya Yesu. Ongea na Mungu wako kwa ajili ya hayo. Ongea na Mungu wako kwa ajili ya kizazi chako, juu ya familia yako. Mwambie Baba, ninaomba mashtaka yote yaliyo katika ukoo wangu, katika familia yangu, sambaratika, futika katika jina la Yesu. Reba zendo roboshe rikabalianda rabo sekoria ramazende rebosha karianda rabo ragagande rebosa rikabakane rebosa katika jina la Yesu. Kila hati ya mashtaka ambayo imeandikwa kinyume cha maisha yangu leo kwa damu ya agano ninaifuta katika jina la Yesu. Yote Yesu alimaliza, yote Yesu alilipa, Yesu alichukua pale msalabani. Hivyo ninakataa mashtaka hayo, ninayafuta leo. Baba, umba muuzi akapate kufukuta kifaa chake na kuharibu kila aina ya vazi la mashtaka, out. Ninavaa vazi la haki, ninavaa vazi la kibali, ninavaa vazi la wokovu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Maliza ombi moja la asubuhi ya leo. Malizia ombi moja la asubuhi ya leo. Naomba ukili katika moyo wako kwamba kuanzia leo, Baba, ninakushukuru kwa maana ninavaa
vazi jipya. Vazi la zamani limekwisha teketea, ninavaa vazi la wokovu. Wewe ni wokovu wangu, wewe uwezaye kumwinua mtu kutoka jalalani na kumketisha juu. Baba, ninavaa vazi la wokovu. Wokovu kinyume cha magonjwa, wokovu kinyume cha mashetani, wokovu kinyume cha wachawi, wokovu kinyume cha mipango ya wanadamu, katika jina la Yesu. Ninavaa vazi la wokovu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninavua mavazi ya zamani yote katika jina la Yesu. Ninavaa vazi la wokovu, ninavaa vazi la haki, ninavaa vazi la kibali. Kuanzia leo nina kibali na Mungu. Baba, nishika kichwa chako. Ninaomba hekima, kuweza kutumia hekima ili nipate kibali na wanadamu katika jina la Yesu. Roho ya hekima shuka juu ya maisha yangu. Muombe Mungu kwa njia mavazi yao matatu: vazi la wokovu, vazi la haki na vazi la kibali. Rabo zegere majinde rabosa Rika bakarianda rabo jekoria ramazokorianda raba jekerebasio Reka bakarianda rabo jekorianda rabosa Rika bakarianda rabo sheka remaziondo robo shakarianda rabo karianda robo sekorianda raba raga bakarianda rabosa. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, bali utuepushe na ule mwovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote siku ya leo na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mkono wa Bwana ukaende pamoja nawe siku ya leo. Maadui zako akawe adui za Mungu. Neema ya Mungu ikakupe hekima, ikakupe kibali, ukawe na siku njema ya utukufu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Nikutakie siku njema ya ushindi katika jina la Yesu. Amen.